Mwaka 2012 Tanzania ilikumbwa na mjadala mkubwa ambao uliingia katika historia ya kitaifa. Ilikuwa ni kuhusu zoezi la sensa ya watu na makazi, zoezi ambalo lilikuwa na lengo la kuhesabu idadi ya Watanzania na kupata taarifa muhimu kwa ajili ya kupanga mipango ya maendeleo ya nchi. Lakini kabla ya zoezi hilo kuanza, kulianza kuibuka mjadala mkubwa ndani ya baadhi ya jumuiya ya Kiislamu. Hoja iliyokuwa ikitolewa ilikuwa ni kuhusu kutokuwepo kwa kipengele cha dini katika fomu za sensa. Baadhi ya viongozi wa Kiislamu walieleza kutoridhishwa na hatua hiyo, wakisema kutokuwepo kwa taarifa ya dini kungeweza kuathiri namna jamii za kidini zinavyotambulika katika mipango mbalimbali ya taifa. Kutokana na msimamo huo, baadhi ya viongozi walianza kutoa wito kwa waumini wao kususia zoezi la sensa. Kwa niaba ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu, niwashukuru sana kukubali kuhesabiwa. Manake changamoto moja tulipambana nayo sana ni watu kusema Waislamu hawatahesabiwa. Na nyinyi ni Waislamu na mmejitokeza na familia yenu tayari kuhesabiwa. Nawashukuru sana. Kwa upande mwingine, serikali ilisisitiza kuwa sensa haikuwa zoezi la kuhesabu dini za wananchi, bali ilikuwa ni zoezi la kupata takwimu za watu, makazi na hali ya jamii ya kiuchumi kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Siku ya sensa ikafika. Ilikuwa ni tarehe 26 Agosti 2012. Zoezi la sensa ya watu na makazi lilianza rasmi nchini kote. Maelfu ya makarani wa sensa walienea katika maeneo mbalimbali wakitekeleza jukumu lao la kuhesabu na kukusanya taarifa za wananchi. Katika maeneo mengi, zoezi liliendelea bila matatizo makubwa. Lakini katika baadhi ya maeneo kulikuwa na wananchi waliokataa kuhesabiwa. Baadhi yao walifuata wito wa kususia sensa uliokuwa umetolewa na baadhi ya viongozi wa dini. Hapo ndipo suala hilo lilianza kuhusisha vyombo vya dola. Baadhi ya watu waliokataa kushiriki au waliodai kuhamasisha wengine kususia zoezi hilo walianza kukamatwa na polisi. Hatua hiyo ilisababisha hasira kuongezeka miongoni mwa baadhi ya waumini waliotaka wenzao waachiwe huru. Kuna watu ambao walijiandikisha sensa na wasiojiandikisha sensa. Waliokaidi ni bora waachiwe, ni nchi yetu huru na wale ni wana haki zao kama Watanzania. Unaona? Zoezi na hapo ndipo ikapelekea jiji la Dar es Salaam kuingia kwenye taharuki. Kadri taarifa za kukamatwa zilivyosambaa, hali ilianza kubadilika. Kutoka kuwa mjadala wa sensa, swala hilo lilianza kuwa mgogoro uliogusa hisia za watu wengi. Hata unapokuwa umemkamata afu mpi dhamana, ina maana umtendei haki. Hiyo ndio inasababisha. Mikutano ilianza kufanyika katika baadhi ya maeneo ya ibada. Wito wa kutaka waliokamatwa waachiwe ulizidi kusikika. Ndipo hatua nyingine ikafuata, maandamano. Waumini wa dini ya Kiislamu walianza kukusanyika katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, wakiwa na lengo la kufikisha ujumbe wao kwa serikali. Maandamano hayo yalielekea katika eneo la Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, ambapo waandamanaji walitaka serikali iingilie kati na kuhakikisha wenzao waliokuwa wameshikiliwa na polisi waachiwe huru. Hapo ndipo Dar es Salaam ikavurugika. Mkusanyiko huo ulipozidi kuwa mkubwa, baadhi ya mitaa ya katikati ya jiji ilianza kuathirika. Shughuli za kawaida zilitatizika kwa muda. Baadhi ya wafanyabiashara walifunga biashara zao kwa tahadhari. Magari yalipunguza mwendo katika maeneo yaliyokuwa na mkusanyiko mkubwa wa watu. Ofisi kadhaa za serikali zilizokuwa karibu na maeneo hayo ziliathirika kutokana na hali ya taharuki. Ulinzi uliimarishwa katika maeneo muhimu, hasa karibu na Wizara ya Mambo ya Ndani na maeneo mengine ya serikali. Na hapo ndipo polisi walianza kuingilia kati. Jeshi la polisi lilichukua hatua kuhakikisha maandamano hayo hayageuki kuwa vurugu. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam wakati huo, Suleiman Kova, alitoa maelekezo kuhusu hatua zilizochukuliwa na polisi katika kudhibiti hali hiyo. Polisi walisisitiza kuwa walikuwa na wajibu wa kulinda amani, usalama wa raia na mali zao. Aidha, walieleza kuwa mkusanyiko wa aina hiyo ilipaswa kufanyika kwa kufuata taratibu za kisheria zilizowekwa. Katika baadhi ya maeneo,
Polisi walitumia njia za kudhibiti umati baada ya kuonekana kuwa na mvutano. Askari wa kikosi cha kutuliza ghasia walitumika kuhakikisha hali haizidi kuwa mbaya, na hapo ndipo hoja ikaja kujibiwa, na serikali ya wakati huo chini ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete ilisimamia msimamo kwamba sensa ilikuwa ni zoezi la kisheria na la kitaifa ambalo lilipaswa kufanyika kwa ushiriki wa wananchi wote. Ujumbe wa serikali ulikuwa kwamba tofauti za maoni hazipaswi kugeuka sababu ya kuvunja sheria au kuvuruga amani ya nchi. Ambazo zinatokea kwa ni watu tu wameamua makusudi tu kulivuruga. Maana kuna wengine kazi uharibifu tu katika jamii. Hawa watu hawakosekani. Watatafuta kitu cha kuvuruga kitu fulani. Watatafuta sababu nyingine yote. Ingawa tunatumia usiku wa tarehe 25 kwa mkia 26. Haina maana. Mamlaka ziliendelea kusisitiza kuwa mtu yoyote aliyekuwa na malalamiko au hoja alipaswa kutumia njia halali ya kisheria badala ya kuchukua hatua ambazo zingeathiri usalama wa nchi. Baada ya mvutano huo, viongozi wa serikali na wawakilishi wa waandamanaji waliendelea na mazungumzo. Lengo lilikuwa ni kutafuta suluhisho la kupunguza hali ya taharuki iliyokuwa imeanza kutanda. Na hapo ndipo funzo la sakata la sensa likaibuka, kwa sababu sakata la kukataa kuhesabiwa kwa mwaka 2012 ilibaki kuwa moja ya matukio yaliyofungua mjadala mpana kuhusu uhusiano kati ya uhuru wa kutoa maoni, nafasi ya dini katika jamii, wajibu wa serikali na umuhimu wa kufuata sheria. Kama wahenga walivyosema, maneno yakitoka hayarudi nyuma, na hasira ikitawala busara hupotea. Historia ya mwaka 2012 inabaki kuwa kumbukumbu kwamba katika taifa lenye watu wa imani na mitazamo tofauti, jambo muhimu zaidi ni kutafuta njia ya mazungumzo, kuheshimiana na kulinda amani, kwa sababu mwisho wa kila mjadala, kila tofauti na kila changamoto, amani ndiyo msingi unaolifanya taifa liendelee kusimama. Mimi ni Joseph Isangura.